watafiti wote, wapangaji wa sera, wekezeni katika utafiti zenye tija kwa wananchi. Tafiti zisiishie kwenye makabrasha na kuziweka kwenye makabati. Tunahitaji tuone matokeo ya tafiti hizo yakifanya kazi katika utoaji wa huduma hapa nchini. Tunataka tuone matokeo yake yanatumika kutengeneza sera na mipango ya utekelezaji ili kuleta mabadiliko halisi katika utoaji huduma kwenye sekta ya afya. Tatu, wadau wa sekta binafsi na washirika wa maendeleo ambao mko hapa na wale ambao watapata taarifa hizi kupitia mifumo yetu, ongezeni uwekezaji katika vifaa tiba, lakini pia teknolojia zipanuliwe kwa lengo la kuimarisha uwezo wa kukabiliana na magonjwa kwa wakati. Serikali itaendelea kuwapa ushirikiano wa kuendelea kutoa huduma za afya na kusimamia maboresho ya sekta ya afya kupitia maeneo yenu. Haya ni mambo ambayo tunatarajia kuyaona kwenye maeneo yetu. Niwaambie tu ndugu wataalamu kwamba serikali ya awamu ya 6 itaendelea kuweka mazingira mazuri ambayo tunasema wezeshi na ya kuvutia katika uzalishaji wa vifaa mbalimbali vinavyotoa huduma za sekta ya afya. Na kwenye uzalishaji huu vifaa vitiba ndani ya nchi, lakini uzalishaji wa dawa tumeendelea kuwekea msisitizo kwa kuwakaribisha wawekezaji kuja kuzalisha vifaa vingi vya afya hapa nchini. Tayari tumeanza kushuhudia hatua chanya katika maeneo haya na tunajivunia mchango wenu wataalamu wetu wa ndani kwa kutoa ushauri mzuri ambao tunaanza kuona mafanikio. Kama nilivyosema, leo hospitali yetu ya taifa Muhimbili pamoja na Mloganzila tuna idadi kubwa ya majirani kuja kupata huduma hapa. Hiyo ni alama kwamba mnafanya vizuri. Hongera sana wataalamu wetu. Serikali ya awamu ya 6 imeendelea kuboresha sekta ya afya kwa kuwekeza zaidi kwenye miundombinu, rasilimali watu, tiba za kibingwa na mifumo ya kukabiliana na mlipuko ya magonjwa. Tutaendelea kushirikiana na wadau wote kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anapata huduma bora mpaka kule vijijini na vitongojini. Tunataka tuhakikishe usalama wa watu wetu bila kujali mahali walipo kwa kupata huduma bora za kiafya. Ndugu washiriki, najua mtatumia muda mwingi kujadili mambo ya msingi, na kama ambavyo makamu mkuu wa chuo ameeleza, kuna mawasilisho mbalimbali yatafanywa kuanzia leo na kesho na kuendelea. Tafiti nyingi ambazo zimefanywa kupitia kongamano hili zitawasilishwa na kuona namna zilizopata mafanikio au ugunduzi ambao umejitokeza.